Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye taarifa za hivi punde. Malalamishi kutokana na wanaofanya kazi ughaibuni. Kucheleweshwa kwa mishahara, kutopewa lishe bora, kutopewa muda mwafaka wa kupata mapumziko hata kulala, kufanyishwa kazi mingi, kukeleleshwa kazini. Habari mpenzi mtazamaji, mahali popote umetawanyika ulimwenguni mzima unapotazama habari kutoka kwa runinga ya Zilbrono TV. Habari inayotufikia sasa hivi ni kwamba mfanyakazi wa kazi ya nyumba kutoka kaunti ya Lebanon amefanikisha ujumbe akisema ya kwamba ameombwa na bosi wake ambaye ni madamu kwamba akaweze kupanda juu ya mti ili akaweze kutoa branches. Kama unavyoona, hivyo ndivyo huyu msichana ameweza kufanikisha hiyo kazi, akiwaomba wale wote wanaodhamania kufika huko Gulf kufanya kazi ya nyumba, muwe makini sana, muwe waombezi kwamba Mwenyezi Mungu akaweze kuwafanikisha, akawapa afya njema ya roho na ya mwili na kuwapa nguvu ili kufanikisha kazi kwa miaka miwili. Unapoona mahali huyo msichana alikuwa anapanda ni mahali ambapo ni padhaifu sana. Iwapo angeteleza na aweze kuanguka huko chini, angeweza kufa au akaweze kupata majeraha katika mwili wake. Tukiomba hata wazazi nyumbani mkaweze kujulia watoto wenu mahali popote walipo, mwapigange simu na kuwafanikisha kwamba kuwaombea na kuwatakia yaliyo mema, bali si kuwapigia simu na kuwakelelesha kwa sababu ambayo wanayoyapitia katika familia wanazofanya kazi ni ya kutamausha sana, ila tunawaombea yaliyo mema. Maulana akawajalie, akawaongezea nguvu na kuwafanikisha wamalize mwendo salama kwa hiyo miaka miwili na wakaweze kurudi nyumbani wakiwa wazima na buheri wa afya. Huyo msichana kutoka kaunti ya Lebanon amefanikisha kusema ya kwamba anashukuru Mwenyezi Mungu kwamba amempa nguvu za kufanya hiyo kazi yoyote ambayo amefanikishwa kuomba kufanya, anaifanya kwa sababu anaogofia maisha yake asije kuliwa au kufanyiwa kitu chochote, hata kuwekewa sumu katika chakula. Unapoona hiyo ndio power saw, mashini ya kukata miti, wacha akatuonyeshe jinsi anavyoifanya. Hii kitambala anasema ya kwamba kitambala ni ya kujifunga mkono na kufunga hiyo mashini iwapo akipanda juu ya mti isiweze kuanguka na kuharibika. Unapojua kwamba mabosi wote kitu chochote unachofunja lazima wakakulipisha. Sasa msichana, tunakuomba ukaweze kutuonyesha jinsi umefunzwa kutumia hiyo power saw. Kwanza unafinya hii pattern inaenda ndani, ndio hii pattern ya pili unairudisha hivi, ndio inaanza kufanya kazi na kuanza kukata mti. Tunaomba ukaweze kukata mti hata mmoja ili kufanikisha kuona kwamba ni wewe ulikuwa unafanya hii kazi. Kufanikisha kukata mti mmoja ni kukata hata hizi kibao. Hivyo ndivyo alikuwa anafanikisha kukata miti yake. Hayo ni magumu sana. Mimi nikisema kama Miriam Taio nikiripotia kutoka runinga ya Zilbrono TV, runinga nambari 1 kwa utangazaji bora na habari za kuaminika hapa nchini Kenya. Ninamwombea yaliyo mema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwa mimi nikia wale wote ambao wanafanya kazi ya nyumba, na tukiwaombea yaliyo mema kwamba Mwenyezi Mungu ako na sababu kwa yale yote unayoyapitia. Jitie nguvu, omba sana na kila kitu itakuwa sawa. Ninawaombea yaliyo mema na ninawatakia mema. Tukutane tena wakati mwingine masaa kama haya kwa habari nyinginezo. Nawatakia mema, kwaherini.